Mzigo wa kugharamikia uzalishaji wa nguo zenyewe na hatimaye nguo kupatikana kwa wapiganaji wetu unabebwa na nani hasa? Na wapiganaji wenyewe, kwa maana kuna makato kwa ajili ya hizi uniform, au serikali au vikosi vyenyewe ndio vinabeba gharama hizo? Kitaratibu inavyotakiwa, masuala ya uniform zote, outfit yote ya askari inabebwa na serikali. Ndio utaratibu ulivyo. Ingawa sometimes inatokezea kikosi chenyewe kinapata hizo OC labda, kwa hiyo sometimes wanatumia mafungu yao. Yaani pesa ya serikali inapitia kwenye mafungu ya taasisi ya hiyo kikosi, ndio vinanunua zile items. Na yule ambaye amepata dharura, mfano fomu yake imechanika au imeingia doa ambalo ni ngumu kutoka, anahitaji fomu nyingine kwa haraka tofauti na mpango uliopo wa kupewa fomu kwa awamu, inakuwaje? Kwa wenzetu Tanzania bara kuna utaratibu umewekwa, kuna kibali maalum kimetoka kwa serikali kuu kwa ajili ya viwanda kuwauzia uniform wapiganaji wanapohitaji nguo ya ziada. Hiyo ipo katika upande wa serikali ya Tanzania bara. Kwa sisi bado tujaanza mchakato. Ikitokezea hilo hitajio kwa idara maalum, wanakusanya kama idara maalum wenyewe, au askari anafanya maombi mwenyewe kule kwenye idara maalum, wanatuomba sisi, au baadhi yao mtu ambaye kashindwa sana, akiangalia kuna vile vitambaa vilikuwa vimefanana sana, anakwenda kununua kitambaa na mpeleka fundi wa kawaida wa vikosini, au kiandani kwetu anashonewa. Lakini utaratibu unaotakiwa haswa ni idara maalum yenyewe kwanza ihakikishe inapitia mafungu yake, inanunua zile uniform, maana serikali inagharamia uniform zote. Na inapotokea emergency ya mtu mmoja kuhitaji, ina maana sisi tupate kibali kutoka serikali kuu itukubalie kwamba kuweza kuuzia hawa askari nguo kwa pale anapohitaji nguo ya ziada baada ya ule mgao wake wa kawaida hapo wanapopata. Vipi kuhusu taswira ya viwanda vingine? Na sisi tupo ndio viwanda vya idara maalum za SMZ, lakini kuna viwanda vingine vinajihusisha na shughuli zinazofanyika hapa pia, manake zinafanana. Hatuoni kwamba kuja na kasi hiyo ya mabadiliko, uzalishaji kuongezeka, kuweka bajeti kubwa, inaweza kuathiri soko la viwanda vingine vidogo vidogo ambavyo ndio sehemu ya watu kujipatia riziki yao? Mimi nadhani soko la biashara ni kubwa, hitajio la bidhaa ni kubwa. Hivi ninavyokuambia mpaka sasa hivi hatujaweza kutimiza au kufeed hitajio la wananchi. Kwa mfano mdogo tu, ukiangalia idadi ya Wazanzibari walivyo, idadi ya wapiganaji wetu walivyo, hatujaweza kusavu watu wote. Na maana bado kuna fursa ya kuweza kutumia viwanda vingine kwa ajili ya kupata baadhi ya bidhaa nyingine. Na hao mnaunganisha vipi na hizi fursa? Waunganisha kifupi, sisi sasa hivi tuna jumuiya. Kwa mfano sasa hivi tupo katika mchakato wa kuandaa jumuiya ya wazalishaji wa bidhaa za ngozi Zanzibar. Tumeshaanza kwa mchakato na si muda mrefu jumuiya tutaizindua. Lengo na madhumuni kuwashajihisha wale wanaozalisha kidogo kidogo nao wakuwe pia, kwa sababu ni sehemu ya ajira. Sisi huku tunaendelea kufanya kwa sababu sisi ni kiwanda kikubwa. Sisi mpaka sasa hivi hatuna mshindani kwa level ya kiwanda chetu, hatuna mshindani kwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hii fursa tuitumie kwa ajili ya kwa boost ya wenzetu na wao wapate kukua, kwa sababu bado soko ni kubwa. Una hitajio kubwa. Kwa mfano sasa tunakuelekea sasa hivi kwenye masuala ya sikukuu, hitajio la nguo ni jingi na kubwa sana, na wengi hawapendi kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi kwa sababu ya utamaduni wetu. Huwezi kuagiza visuruali, viguo vifupi, vinguo vinavyoonesha miili. Kwa hiyo kama itakuwa tuna nia ya kuweza kushirikiana na kuhamasishana, mimi na imani hizi changamoto zinatoka na tunaendelea. Nikikuzia kiatu wewe shilingi 35,000, maana kiatu akitumia mwaka mzima kwa mwanafunzi wako, ukienda kununua kiatu shilingi 15,000, unakaa miezi miwili na kununua chingine. Nani hapo amemsaidia mwananchi? Mimi ndiye kuuzia kiatu cha shilingi 35,000, ukadumu nacho mwanafunzi akitumia muda mwaka mzima, mimi nimekusaidia zaidi. Kuliko wewe ukaenda kununua kiatu shilingi 15,000 mwezi wa kwanza, ukakaa miezi miwili ukaenda kununua 15 nyingine, miezi miwili ukaenda kununua, yani ndani ya mwaka mzima una uwezo kununua pia 4 za kiatu. Na mwanafunzi bado akaendelea kuua kiatu na ukahitaji kununua kiatu kingine. Kwa mfano mdogo ambao nimekutajia. Maana yake nini? Maana yake nimemsaidia mwananchi wa Kizanzibari kwa maana ya kumpa kitu ambacho kina uhakika kwa ajili ya kusurvive muda mrefu. Na tunachukua vijana kwa ajili ya kuwaongezea ujuzi.
na si kwa maana ya kuwalipa, lakini at least wanakuja kuongeza ujuzi. Wanakuja kufanya maombi kwa mkurugenzi mtendaji, wanaandika barua, tunaangalia, tunawapima, tunaangalia level zao na tunawadampu katika maeneo tofauti ambayo uzalishaji. Unajua viwanda vina maeneo mengi. Kwenye viatu kuna ukataji, kuna ushonaji, kuna ufumaji, kuna branding, kuna vitu vingi, kuna masoko, kuna vitu gani. Kwa hiyo na nilifika level nikataka kupata vijana ambao wamaliza vyuo vikuu, at least ambao wamekaa mtaani hawana kazi, waje kwenye viwanda vyetu, tufanye branding, tufanye marketing, watu waone, turushe matangazo, at least itafika pahala kwamba fursa hizo zinapatikana. Kwa hiyo kiujumla fursa zipo, vijana waombe tu waje hapa kuja kufanya kazi, na wapo ambao tayari wameomba na wanafanya kazi kwenye viwanda. Wakati unapata taarifa hizo kwamba umeteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa viwanda vya idara maalum za SMZ, ulibeba hisia za aina gani na ulifikiria utafanya mambo gani hasa ambayo yatakupambanua ujitofautishe na wengine? Okay, nadhani katika hili la hisia, kwanza kibinafsi mimi, kwa sababu mimi napenda kazi. Mimi nature yangu ndivyo, napenda kazi. Napenda taasisi ambayo naifanyia kazi iwe na mabadiliko kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Wakati nipo kule nilikuwa kama ni planning officer, kama ni afisa mipango ambao nilikuwa ndo mkuu wa kitengo kile cha mipango. Nilivyoitoa ile taasisi, nilivyoitengenezea miundombinu ya planning, sababu mimi fani yangu ni uchumi na ufuatiliaji na tathmini. Kwa hizo ndo nafikiri zimenisaidia katika kupanga mipango bora iliyofikisha taasisi kufikia ile zile majengo kama kupemba ukaenda kutizama. Niliwaandalia program ambazo mpaka sasa hivi hawajaweza kuzikamilisha, kama kitabu fulani hivi. Kwa hiyo ile nadhani ndio imenipa picha ya kwamba kumbe naweza kufanya kazi. Lakini la pili, matarajio yangu katika upande wa kuitumikia hii nafasi, nilikuwa najua kwamba kwa kuwa kule nimeweza, na nilikuwa na imani kubwa kwamba huko naweza kufanya kazi vizuri. Na kwa kweli tokea nilipoanza kazi na imani, Mheshimiwa Rais anaridhika na ninachokifanya, na mpaka sasa mpaka dakika hii bado nipo katika majukumu yangu. Kiujumla napambana kwa maana ya kufikisha viwanda hivi tutoke sasa katika sehemu ya uzalishaji mdogo tuende kwenye uzalishaji mkubwa, na tuziibue fursa na tulazimisha hizi fursa zije katika maeneo yetu ya uzalishaji. Na lengo hasa ni kubwa, kwanza tutimize ndoto za Mheshimiwa Rais. Nadhani katika hotuba zake zote alipozindua Baraza la Wawakilishi amezungumza, ilani ya CCM imezungumza, lakini pia katika maagizo yake na ahadi zake Mheshimiwa Rais anazozitoa, anasema swala la ajira zile lazima tutimize. Na katika viwanda hivi ndio sehemu moja kupata zile ajira. Lakini vile vile anahakikisha kwamba viwanda vyetu sasa vitoke katika upande, yani mambo ya kutegemea kila kitu kutoka nje ya nchi, mambo ile imeshapitwa na wakati sasa hivi. Sasa hivi tiles tunanunua hapa Tanzania, au sio? Ndio sasa. Mipira gari tunanunua hapa Tanzania. Why viwanda nguo tukanunua nje ya nchi na wakati uwezekano upo? Kwa hiyo mimi focus yangu ni ile focus ya Mheshimiwa Rais kwamba tufike pahala sasa tuhakikishe hizi taasisi zetu tunaweza kuzipatia huduma, hasa hizi nguo za maafisa na wapiganaji, ili ile fedha ambayo tulikuwa tukitumia kusafirisha nje ya nchi, tena tukinunua nguo kwa dola, itoke mfuko huu iingie mfuko huu, ili viwanda vyetu vikue. Na nina imani pesa yetu tukithamini, tukizungusha kwenye uzalishaji wetu wa ndani, mimi na imani viwanda hivi muda mfupi sana vitapiga. Upande wa wananchi kufahamu bidhaa ambazo zinazalishwa kwenye viwanda vyetu, wameweza kuziona na wanazitumia sasa. Nafikiri mwenyewe unaona matangazo yalikuwa yanaonyesha kutosha. Taasisi za serikali zimeweza kutumia, na sasa hivi tupo katika progress hiyo. Wameingia sasa moja kwa moja kuona kwamba sasa hivi badala ya kuagiza haya mavitu kutoka nje ya nchi, wanatumia viwanda vyao kwa ajili ya kupata huduma zao. Zipo baadhi ya zana ambazo zinazungumzwa katika jamii kuwa viwanda vya idara maalum za SMZ wamejikita zaidi kuwahudumia watu wa hadhi fulani. Swala hili lina ukweli au ni la kupotosha kiasi gani? Kwa kweli swala la kuhudumia watu wa aina fulani, inawezekana watu wanasikia wanahofia tu, lakini sio la kweli. Viwanda hivi vina base katika kutoa huduma kwa makada yote ya wananchi. Kwa mfano, mwezi ule uliopita tulikuwa tuna program ya kuzalisha nguo kwa ajili ya shule. Nguo na mikoba kwa ajili ya shule. Yaani uniform nakusudia na mikoba kwa ajili ya shule. Shule haendi mtu maalum, yaani wanakuja wananchi wa kawaida
na bei zetu sisi ni rafiki kulinganisha na maeneo mengine yanayozalisha nje. Maana hii ni fursa pekee yake ya kuonyesha kwamba viwanda vina base katika makanda yote ya wananchi wenye vipato tofauti. Sasa baadhi wanafikiria hivyo kwenye kiwango cha bei za bidhaa zenyewe kwenye viwanda hivi. Wanasema kwamba viwanda hivi ni vya nyumbani. Ni muhimu sana kutuhudumikia sisi wazawa wenyewe. Tunatamani kuona kila siku tunazalisha bidhaa ambazo ni made in Zanzibar. Lakini kwenye gharama imekuwa ni swala kizungumkuti kwao, wengine wakidai kuwa unaweza ukahitaji viatu au suti, lakini gharama zake haziendani kabisa na kipato cha mtu mmoja mmoja, hususan huyo wa kipato cha chini. Katika hilo mimi nadhani labda ni kitu kikubwa ni kujenga uelewa kwa wananchi. Unajua mwananchi akienda darajani akiona kiatu cha shule analinganisha na kiatu cha shule ambacho kinatengenezwa nyumbani kwetu. Sisi hatujaweza kuzalisha nguo viatu kwa kutumia PVC au kutumia PU ile ya kawaida ambayo ni plastic. Sisi tunatumia ngozi halisi ya Tanzania. Na kuipata manake ni mchakato na ni gharama. Kuipata kwanza ni gharama. Ngozi ni gharama, lakini vile vile ina survive, ni durability, ina survive muda mrefu. Kwa hiyo watu wengi naona hawajaelewa kwenye upande wa kujua hii inatoka hapa ina sifa hizi, hii inatoka kule nje ina sifa hizi. Kwa hiyo viatu tunavyozalisha hapa sisi ni vya ngozi halisi. Hatujawahi kutengeneza viatu vyenye mfumo mwingine isipokuwa ni ngozi. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa waelewe kwamba wanapoenda kununua kiatu cha shilingi 15,000 darajani na wanapokuja kununua kitu sisi kwa shilingi 25,000 wataona utofauti wa bei, lakini utofauti wa uhalisia wa kiatu chenyewe na umadhubuti. Kiatu changu mimi au chetu sisi hapo tukizalisha tunakuguarantee sisi ndani ya mwaka mzima mwanafunzi wako anavaa kiatu bila shida. Travota utakayonunua hapa sisi kwetu sisi na Travota utakayonunua katika sehemu nyingine utofauti ni mkubwa sana. Lakini pia kwa upande wa suti au kwa upande wa nguo sisi tuna level tofauti. Tunashona suti kwa mujibu wa kipato chako. Kuna suti za 1,500,000, kuna suti za 200,000, kuna suti za 2,500,000, suti za 300,000. Uwezo wako utakao wewe mwenyewe unahisi mimi navaa size hii na aina hii ya kitambaa ndio itakao kupelekea wewe kupata ni idadi ya suti ya gharama ambazo na sisi tunataka kuwa na viwanda special kwa ajili ya idara maalum za SMZ. Ndio. Na purposely viwanda hivi si tu kwa serikali, si tu kwa labda ya idara maalum zenyewe, lakini pia kwa wananchi kwa ujumla. Kuna progress kubwa imefika katika viwanda vyetu. Kwanza kwenye upande wa uzalishaji. Tunaweza kujitanua kwenye uzalishaji. Nakumbuka unakumbuka tumetoka kule Amani, hatukuwa na kiwanda, in fact tulikuwa tuna sehemu tu ya uzalishaji. Na kule ndio tunazungumzia ile Zanzibar Quality Tailoring Limited. Tumekodishwa kusema basi tuanze. Ilikuwa ni miaka gani hiyo? Ilikuwa 2005 mpaka 2020. Sawa. Takriban miaka 10 na tumeweza kusurvive kule. Mazingira hayakuwa rafiki, ingawa teknolojia, vitendea kazi vilikuwa sio vya kutosha. Lakini wazee walioanza kipindi hicho sio hatuwezi kuwatoa shukrani kwa sababu ndio wameanza. Lakini kiujumla baada ya kufika hapa katika utanuzi huu wa viwanda vikubwa vya upande wa nguo na upande wa viatu, progress imekuwa ni kubwa. Kwa maana ya kwanza watu wametuona uzalishaji wetu, kwa maana tulipotoka tulikuwa tunaweza kuzalisha piece labda 50, 60 kwa siku. Sasa hivi tunaweza kufika piece mpaka 400, 500 kwa siku tukiamua kuzalisha kwa mfumo ile ambao unatumia mfumo line section. Sawa. Upande wa nguo na upande wa viatu. Kwa progress ya uzalishaji imekuwa ni kubwa. Kuna dhana kwamba kwenye fursa za ajira za namna hiyo mara nyingi katika viwanda au sehemu za uwekezaji, kwa mfano mahoteli, inasemekana kuwa Wazanzibari wapo nyuma kwenye kuchangamkia hili, badala yake watu kutoka upande wa pili, kwa mfano Tanzania bara, ndio wanatumia fursa kama hizo. Sijui hapa tuna mfano wa aina gani? Je, tuna Wazanzibari ambao ndio wametumia fursa na baadaye wakaajiriwa hapa, au na sisi ndio kama hoteli tu tunawatumia wabara zaidi kwa sababu Wazanzibari hawajitokezi? Kwa kweli nizungumze ukweli, nisifiche maneno. Kuna vijana wetu wengi ambao Wazanzibari tunao kwenye viwanda vyetu, lakini hawapendi kujiongeza. Hilo ni kweli.
na fursa ipo wanaitumia wenzetu kutoka mainland. Mimi nakwambia na vijana hapa ambao wanashona viatu. Wapo wa Zanzibar na wapo wa mainland. Najaribu kulinganisha haya magrupu mawili. Na nimewekea magrupu mawili kwa ajili ya kuwalinganisha. Hili grupu la mainland linafanya kazi vizuri zaidi. Kwa sababu wanajua wanafanya kazi na wanajua wana malengo, wanafanya kazi kwa malengo. Hao wenzetu wanajua mtu akiondoka hapa kwenye kazini akirudi nyumbani anajua kuna chakula kipo kishawekwa. Hana ile jitihada sana ya kujiongeza zaidi kwenye upande wa uzalishaji ukilinganisha na huyu mtu kutoka mainland. Hata wanaoshona suti nafikiri mwenyewe unawajua kwa sababu hata mwenyewe tayari ushakushona suti. Unawajua jinsi gani walivyokuwa committed kwenye upande wa uzalishaji. Wanaweza wakasema sisi tunataka mpaka asubuhi kuhakikisha nguo hizi hapa zinakamilika. Lakini ukimpata Mzanzibari ambaye ana hiyo ethic ni kazi kubwa sana hadi unaweza kufanikiwa. Kwa kiujumla vijana wetu wanahitaji kuwa na mwamko wa kutosha, kuhamasisha zaidi ili kupenda kazi. Kwa sababu unaopenda kazi tija unaipata kwenye kupenda kazi na si vinginevyo. Tunafahamu miongoni mwa malengo ya kuanzishwa viwanda hivi ni katika kuhakikisha pia hata sare za wapiganaji wetu zinazalishwa hapa. Je, tangu kukaa katika nafasi hii kuhudumu kama mkurugenzi mtendaji kwenye viwanda vya idara maalum SMZ, swala hili tumelifikia? Kwa maana sare za wapiganaji wetu kupitia vikosi mbalimbali takriban 5 tulivyo navyo, tunatumia sare zinazozalishwa hapa au tumekwama baadhi ya sehemu? Katika hili naweza kusema kwamba wameanza kutumia bidhaa ambazo wanazalishwa hapa katika viwanda vyetu. Na hivi ninavyokuambia tumeshatoa uniform kwa ajili ya KMKM, JKU, Fire, KVZ, mafunzo. Kwa hiyo tumeshaanza hatua ya mwanzo ya kupatia hizo uniform, kwa sababu mwanzo ilikuwa changamoto kubwa ni miundombinu ya upatikanaji wa vitambaa, zile malighafi, ule muda kuchelewa kufika malighafi katika site. Lakini tunashukuru tumeanza hatua ya mwanzo, tumepokea vitambaa, tumeanza kuzalisha na watu wameanza kutumia bidhaa zetu. Kwenye mchakato wa gharama za uzalishaji ipoje? Ukilinganisha wakati tulipokuwa tunatafuta malighafi nje hapa na sasa hivi gharama zimepungua. Gharama zimepungua kiasi kikubwa ukilinganisha na ukinunua sare moja kwa moja nje ya nchi. Ingawa changamoto inakuja kule tu kwenye upande wa hii katika tena inasaidia. Mafanikio ni kwamba unaposhona hapa kwako una yale maumbo tofauti, size tofauti za nguo. Sisi tuna cover ile tatizo. Kama watu ambao wana miili mikubwa, ambao hata ukiagiza China, ukiagiza India, huwezi kupata zile size. Kuja hapa kwetu sisi tunakushonea kwa mujibu wa size zako. Kuna special size zinakuja hapa kwa vijanaji wetu, tuna safu. Lakini kuna ile operation ya kufanya yani kushona kwa mahitaji maalum, ile emergencies. Kwa mfano inakuja taasisi inasema nataka uniform pair 50 au pair 100 za ghafla. Sisi tunaweza kusafi, lakini ukiagiza nje nchi huwezi kupata nguo 50 kwa wakati muda mdogo. Kwa hiyo ile maana yake tunaweza kusema viwanda vyetu vimehesabu serikali kwa upande mmoja kwa zile emergency zinazotokezea kwenye upande wa product na huduma zetu katika mboga. Lakini pia sometimes panatokezea makongamano ya serikali au matoleo ya serikali yatakuwa yale haraka. Au leo kesho labda Mheshimiwa Rais anakwenda kufanya kitu fulani sehemu, imetoka agizo la haraka. Sisi tunafanya kazi muda wote, usiku na mchana. Ni kutuma vijana timu wanakaa pamoja, tuna solve yako mambo serikali inaweza ikafanya nje ya taasisi kama zetu, lakini kuna mambo serikali haiwezi kufanya nje ya taasisi. Kwa mfano watu binafsi. Na matoleo lazima yapitie kwenye maeneo maalum. Sisi basi serikali tunahesabu na maisha.